Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Basi ndugu zangu katika Kristo, tunaendelea kualika na kuwakaribisha tuendelee kusikiliza tafakari zinazotolewa katika chaneli ya Tafakari Tena TV. Basi bila kusahau, tusikose kusubscribe chaneli yetu ya Tafakari Tena TV na kushare na kukomenti tafakari zinazoendelea kutolewa hapa, ili tuweze kuishi vyema tukimtegemea Mwenyezi Mungu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Basi siku ya leo tafakari yetu itakuwa ni juu ya mafundisho katika kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma, na tukizingatia kwamba sasa tupo katika Dominika ya tatu. Ni kipindi cha kujitazama, kuchunguza ni kwa namna gani tumeweza kuishi ndani ya Dominika hizi tatu na tunaendelea vipi na kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi cha toba, kipindi cha kumrudia Mwenyezi Mungu na kipindi cha kutenda matendo ya huruma kwa wenzetu na wenye uhitaji. Basi kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha mwaka wa kanisa ambacho kinadumu kwa siku 40 na kinafuata baada yake ni sherehe ya Pasaka, na kipindi hiki huchukua siku 40 na kinajumuisha Jumatano ya Majivu, yani Ash Wednesday, Alhamisi Kuu, tuna Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu vile vile, na tuna Jumapili ya Pasaka. Kwaresma ni kipindi cha toba, maombi, kufunga na kujitakasa, ambapo waumini wanajitahidi kutafakari na kujiandaa kwa sherehe kuu ya Pasaka inayosherehekea ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka wafu. Na kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi kinachojumuisha toba na majuto. Kwaresma ni wakati wa kujiweka mbali na mambo ya kimwili na dunia na kuzingatia roho, wa kujiweka katika hali ya toba na majuto kwa dhambi. Waumini wanaitwa kujichunga na kutubu kwa kumgeukia Mungu ili kuwa na maisha bora zaidi ya kiroho, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Toba ni sehemu kuu ya Kwaresma, ambapo waumini wanakubali dhambi zao na wanahitaji msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, Mungu mwenye kutusamehe dhambi zetu, Mungu mwenye kutuinua pale tunapoanguka. Na kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha maombi na tafakari. Kwaresma ni kipindi cha kuongezea maombi na tafakari. Waumini wanahitaji kuwa na wakati wa kujenga na shughuli za kila siku na kutoa muda kwa Mwenyezi Mungu na kutafakari kuhusu maisha yao ya kiroho na kumkaribia zaidi Mungu. Kwa njia hii wanahitaji kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu na kuomba neema ya kumshinda shetani na dhambi. Kipindi cha kufunga na kujinyima. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kufunga na kujinyima, na ikiwa ni sehemu muhimu ya Kwaresma, waumini hufunga na kupunguza au kujiepusha na vyakula fulani, vinywaji au tabia za kijamii zinazowavuruga kiroho. Hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma, lengo la kufunga ni kuwa na nidhamu, kuondoa mambo yasiyo ya lazima na kujitolea kwa Mungu. Kufunga ni njia ya kujitakasa na kujionyesha kwa Mwenyezi Mungu na kujihosha kwa Mwenyezi Mungu kwamba wanataka kumkaribia kwa moyo safi. Na kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kuingia na kumwiga Yesu Kristo. Kwaresma inatoa nafasi ya kumfuata Yesu Kristo kwa njia ya dhati, hasa kwa kuzingatia mateso aliyoyapitia kabla ya kufa msalabani kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Waumini wanajitakasa na kumfuata Kristo kwa kujitolea, upendo kwa jirani na kuishi kwa unyenyekevu na sadaka. Mateso ya Kristo yanakuwa ni mfano wa jinsi ya kubeba msalaba wetu wenyewe na kuishi kwa imani, matumaini na upendo. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kujiandaa kwa Pasaka. Pasaka ni sherehe ya ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kuzimu kwa wafu, na Kwaresma ni kipindi cha maandalizi ya sherehe kuu ya Pasaka. Kwa kuwa Pasaka inatanguliwa na Kwaresma, ni kipindi kinachotoa fursa ya kutafakari na kujiandaa kwa furaha ya ufufuo. Waumini wanashiriki katika huduma za kanisa, tafakari na matendo ya huruma kwa wingi. Basi
Basi mafundisho ya Kwaresma yanatufundisha mambo mengi kuhusu imani na maisha ya kiroho, ikiwa ni pamoja na unyenyekevu na toba, sadaka na upendo kwa wengine, kujinyima, kufunga na kumfuata Kristo. Basi baada ya kujua maana ya Kwaresma, tuende moja kwa moja kuangalia tumeagizwa nini katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kipindi hiki cha Kwaresma, Bwana wetu Yesu Kristo anatuagiza tukae watu wema, tukae watu wa kutenda matendo ya huruma, tukae watu wa kufanya toba, kutakasa mioyo yetu hasa kwa kumrudia Mwenyezi Mungu. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kumrudia Mwenyezi Mungu. Basi Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutuagiza tukamrudie yeye, kwa kuwa yeye ndiye wokovu, yeye ndiye mwenye kutuokoa sisi wenye dhambi. Basi katika kipindi hiki cha Kwaresma tuweze kujitathmini kwa Dominika hizi 3, tumefanya yapi na tumetimiza yapi na wapi tumeweza kuanguka. Kipindi hiki cha Kwaresma na leo ikiwa ni Dominika ya 3, tunaalikwa tuweze kutathmini ni kwa namna gani tumeweza kuishi katika Dominika hizi 3. Je, umeweza kutenda matendo ya huruma kwa wenzako? Je, umeweza kufanya toba? Umefunga kwa ajili ya wengine? Umejinyima kwa ajili ya wengine? Umeacha mwenendo wako mbaya? Umejizuia vitu vilivyokuwa vinakupa shida katika maisha yako ya kiroho? Je, ni kwa namna gani umeweza kufurahia mfungo huu, kuendelea kiroho na kukua kiroho? Haya ni maswali tunayoulizwa mimi na wewe siku ya leo, kujitafakari ni kwa namna gani tumeweza kuishi katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mwenyezi Mungu, kipindi cha toba. Basi Mwenyezi Mungu anaendelea kutualika. Ni kweli tumeweza kutimiza yale yote anayotuasa tuweze kuyatimiza katika kipindi hiki cha Kwaresma? Mimi na wewe tunaulizwa na tunaendelea kuulizwa. Ni kweli kabisa tunaendelea kutimiza yale anayotuagiza? Basi vile vile tunapoendelea kutathmini na kujiuliza tunaendelea vipi na mfungo huu wa Kwaresma, tuangalie matarajio ya mfungo huu. Matarajio yetu ya mfungo huu ni mengi sana, hasa kwa wale wenye imani, kwa wale waliofunga vema katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza, matarajio yetu ni kwamba tutasamehewa dhambi zetu na sadaka tunazozitoa zitakuwa ni za kweli na Mwenyezi Mungu ataweza kuzipokea, na huruma yetu tunayoonyesha kwa wenzetu tunalipwa zaidi na zaidi. Vile vile matarajio yetu ni ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tunatarajia kufufuka naye kiroho. Basi Mwenyezi Mungu anaendelea kutualika tukawe watu wa subira, tukawe watu wa kumtegemea hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma, tukawe watu wa kumrudia na kutafakari matendo yake. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma tunajiuliza tumeshiriki mara ngapi katika sala za jumuiya, katika sala zetu wenyewe tumeona vipi mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa wenzetu na kuwasaidia. Ukisoma katika kitabu cha Luka tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akisema alikuwa mgonjwa, hatukuja kumuona; alikuwa uchi, hatukuja kumpa mavazi; na alikuwa na kiu, hatukuweza kumpa maji. Basi mimi na wewe tunajiuliza katika kipindi hiki cha Kwaresma tumeweza kuona vipi sura ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa wenzetu wale wenye shida? Walipokuwa na shida tumeweza vipi kuwaona na kuwasaidia? Na vile vile katika kipindi hiki cha Kwaresma Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutuagiza na kututuma tukae watu wa kutangaza Injili, na tunaendelea kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu kama nabii Isaya alivyokuwa akisikia sauti ya Mwenyezi Mungu iliyomtaka apeleke habari kwamba watu wa Israeli wanabidi wakombolewe. Na vile vile tunaona vipi huruma ya Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya ya 2 tunaona Mwenyezi Mungu anatoa huruma kwa wana wa Israeli. Basi na sisi tunapata hiyo huruma tukishiriki vyema. Ni maswali tunayojiuliza mimi na wewe siku ya leo, na tunapoendelea na mfungo huu wa Kwaresma.
Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutualika tuendelee kutafakari na kuishi kwa imani na kumtegemea yeye, kwa sababu yeye ndiye mfalme, yeye ndiye aliyekuja kutukomboa sisi wenye dhambi. Vile vile na ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 22 aya 37 hadi 36, Yesu alisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Basi katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kweli tunampenda Bwana wetu Yesu Kristo kwa moyo wetu wote na kuwapenda jirani yetu, na tukizingatia kwamba amri kuu kupita zote ni amri ya mapendo, basi tunaishiriki hiyo amri ya mapendo. Ni swali tunaloulizwa mimi na wewe. Na vile vile ukisoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 aya 15, Paulo anasema, iweni bila lawama na safi watoto wa Mungu, wasio na kasoro katikati ya kizazi kisicho kiovu. Basi sisi tunakuwa na huruma kwa wenzetu. Ni swali tunaulizwa mimi na wewe, ni kweli tunakuwa na huruma kwa wenzetu? Tuendelee kutafakari kama kweli tunakuwa na huruma. Na Mwenyezi Mungu anaendelea kutualika, na ikiwa ni Dominika ya 3 bado hatujachelewa sana, tunaweza kurekebisha mienendo yetu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Na ukisoma tena katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya 9 hadi 10, Yesu aliwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba, na aliwafundisha sala ya Baba yetu uliye mbinguni, ikiwa ni sala ya kuomba. Ni kwa namna gani tunaitumia hiyo sala katika kumwomba Bwana wetu Yesu Kristo, katika kumwomba Mwenyezi Mungu pale tunaposhindwa kwa nguvu zetu, pale tunaposhindwa kutimiza yale yanayostahiliwa kutimizwa na sisi. Na ukisoma katika Zaburi ya 103 sura ya aya ya 2 hadi ya 5, tunasoma, bariki roho yangu Bwana wako, usisahau wema wako wote. Yeye anapasa dhambi zetu zote, anatuponya na magonjwa yetu, na ananunua uzima wako kutoka katika shimo la kuangamia, na anajivua kwa wema na rehema. Basi Mwenyezi Mungu anatubariki, na tukizingatia mafundisho yanayoendelea kutolewa, tuendelee kutafakari vema katika kipindi hiki cha Kwaresma. Ni watakie mfungo mwema na tafakari njema. Basi tusisahau kusubscribe channel yetu ya Tafakari Tena TV inayopatikana katika mtandao wa YouTube, Facebook, Twitter na katika mtandao wa WhatsApp. Ukienda pembeni kwenye chaneli andika Tafakari Tena TV, utaweza kukuta mafundisho yote yanayoendelea kutolewa. Tumsifu Yesu Kristo, na watakia jioni njema. Karibuni katika vipindi vingine vinavyoendelea kutolewa kutoka katika chaneli hii pendwa ya Tafakari Tena TV. Nikiripoti kutoka katika studio hizi za Tafakari Tena TV, na watakia jioni njema. Amina.